sana muhimu kwa sababu watu wangu wanahusika sana katika madini katika jimbo la Tarime vijijini, na nampongeza Mheshimiwa Waziri. Amefika Nyamongo, yeye na naibu waziri wake, lakini ametusaidia sana kutoa leseni kwa wachimbaji wadogo, na naomba Mheshimiwa Waziri ile kasi ambayo ilianza nayo endelee, vijana wapate matokeo ili waweze kuencourage wengine. Inasaidia kupunguza ugomvi kati ya vijana wa Tarime na mwekezaji wa Barrick North Mara, kwa sababu hawezi kushuhudia dhahabu inatoka tu wenyewe hawapati chochote. Lakini jambo la pili, Mheshimiwa Waziri, unafahamu kwamba tuna mgogoro wa CSR. Mimi naumia sana hapo kwamba mvua imenyesha kule Tarime vijijini. Tulikuwa na miradi kwenye kata zote 26. Maeneo sasa yapitiki, ukienda Bumera hakuna mawasiliano, Susuni hakuna mawasiliano, Itili hakuna mawasiliano, Nyarakoba hakuna mawasiliano, sababu zimekatika. Lakini fedha ipo mgodini pale tangu Januari zaidi ya shilingi bilioni 4. Ingeweza mgogoro kisha ule watu tufanye kazi za maendeleo, watu wetu wapate huduma kama ambavyo Mheshimiwa Rais anataka tupate huduma kwa watu. Tusaidie sana kumaliza mgogoro. La pili, kwenye CSR, ukienda kuangalia namna ambavyo CSR inafanyika kule Geita, inafanyika Kahama na Tarime tofauti. Kwa mfano pale Kahama, Barrick wenyewe wamekubali kujenga barabara lami kilomita 96. Nadhani kutoka Kahama kwenda pale Msarara. Lakini kuna barabara kutoka kwa Maswa kwenda mpaka Nyamongo, wanatumia mitambo yao, wanapiga vumbi, wanagonga mifuko ya watu, hawajengi lami katika eneo lile. Lakini vile vile ukienda hizi kanuni zenyewe zilizopo hizi ambazo zina mgogoro sasa, tulikuwa miradi ile inatekelezwa na halmashauri, inatangaza tenda, wanalipa wenyewe. Darasa la shilingi milioni 25. Leo mkandarasi wa mgodini analipwa shilingi milioni 37. Zahanati ya kujenga kwa shilingi milioni 50 mpaka milioni 100. Sasa hivi wanaenda mpaka milioni 160. Fedha nyingi imeenda kwenye miradi ambayo mna utaratibu wa maelekezo ya roko ufundi kupitia TAMISEMI, ilikuwa gharama inakuwa ndogo sana. Kwa hiyo sisi tungeomba kanuni ile ibadilika. Mgodi kazi ya core function yao ni uchimbaji na kutafuta dhahabu. Sio kazi ya kuchenga madarasa, kazi ya kuchimba vyoo, kazi ya kutengeneza makaravati. Unaongezea kazi ambayo ni ya ziada kwao. Wao wabaki na fedha ile mgodini, utaratibu wa manunuzi ufanyike na halmashauri, wakisha kamilisha mgodi ulipe kwa viwango vya kawaida. Ule mgodi wa Barrick ukisimama leo, hakuna mtu wa kawaida atafanya tena pale Tarime, kwa sababu kama analipa milioni 37, kwa nini afanye mradi wa milioni 25? Hiyo kazi ni ngumu sana. Mheshimiwa Waziri, kuna hoja ambao wenzangu wamezungumza sana hapa ya technical support. Hili jambo Mheshimiwa Waziri ni very serious. Tuna shida ya ajira katika nchi hii. Vijana wetu wanahangaika mtaani, wamesoma wana kazi. Hii sekta ya madini ni sekta kwa absorb vijana wengi mtaani wakachimbe huko, wakopeshwe wakachimbe. Hawa watu wageni hawa ambao wanakuja hapa kama wanatoa support, wanatudanganya kama danganya toto. Alafu kule wanafanya shughuli zingine. Leta sheria hapa tubadilishe. Mheshimiwa Waziri, wewe umetembea, ukienda China kwenye huko, ukienda India, zipo kazi ambazo mgeni huwezi kupewa. Tena mikataba iseme kama una utaalamu ambao hatuna, tunakupa leseni miaka 3, lazima wa kampani na wa Tanzania ukae miaka 2, miaka 3, utaalamu wako tuachie, rudi kwenu ili vijana wapate ajira hapa. Kwa namna ilivyo Waitara malizia. Kwa namna ilivyo Mheshimiwa Naibu Spika, mwisho wa siku utaanza kama mambo ya Afrika Kusini kule, watu kuanza kupigana. Wekeni utaratibu wazi. Mkataba anaomba kufanya kazi gani? Ni utaalamu gani haupo? Simamia leseni, watu wafanye kazi. Mheshimiwa Waziri, wabunge wamesema, tumekuambia, tumekukushauri, usije kulalamika. Asante Mheshimiwa Spika. Naibu Spika, naunga mkono hoja ya Mheshimiwa Naibu Waziri wa Madini. Asante. Mheshimiwa Pascal Lutandula tafuatana Mheshimiwa Dr. Kiriswa ambaye naibu waziri, mtoa hoja jiandae. Mheshimiwa Naibu